Karibu Sister Ima. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana kwa maombi na Mungu awabariki kwa kushirikiana nasi katika siku ya leo. Mimi particularly I feel honored kupewa hii nafasi ya kuweza kuongoza Bible study yetu ya leo ambayo ni Samueli wa kwanza 9, na tutasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka 27 kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo nilikuwa tunapenda nifanye recap kidogo ya wiki iliyopita, wiki mbili zilizopita, ambazo Sister Radhia alitumiwa vizuri sana kutuongoza katika Samueli wa kwanza 8, ambavyo tulionyeshwa jinsi Waisraeli walivyoomba wapewe mfalme au waliomba kuwa na mfalme. Kwa hiyo tuliona vile tuliambiwa kwamba Samueli alizeeka na akaweka watoto wake wawe waamuzi wa Israeli, lakini bahati mbaya watoto wake hawakufuata njia zake, na tunaona pale wazee wakamfuata Samueli wakaomba kwamba awateulie mfalme, jambo ambalo halikumpendeza Samueli. Tukaona kwamba alilipeleka jambo hilo mbele za Mungu, mbele za Bwana, na Bwana akamliashua kwamba it's okay, yani aendelee tu awape mfalme, kwa sababu hawamkataa yeye Samueli, wanamkataa Bwana mwenyewe. Nilikuwa nimekumbuka tu kwamba wakati tumejifunza kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 17 mpaka 21, kama tunakumbuka, Paulo alipokuwa Antioki alisimama akaelezea kidogo wakati anatoa the word of exhortation pale kwenye masinagogi. Nimependa tu kiweka hii kidogo kwa sababu yani nimekuwa fascinated kwamba neno la Mungu linajielezea lenyewe kwa lenyewe. Sababu yani Matendo ya Mtume Paulo alikuwa anaelezea hii habari ambayo tunaisoma katika Samueli wa kwanza. Paulo, neno la Mungu linasema kwamba Paulo akasimama akawapungia mkono akasema, watu wa Israeli na nyinyi wote mnaomcha Mungu, sikilizeni. Mungu wa taifa la Israeli aliwachagua baba zetu akawafanya kuwa taifa kubwa wakati walipoishi katika nchi ya Misri, na akawatoa katika utumwa wa Misri kwa nguvu za ajabu. Kwa muda wa miaka 40 aliwavumilia walipokuwa jangwani, na baada ya kuangamiza mataifa 7 waliokuwa wakiishi katika nchi ya Kanaani, akawapa Waisraeli nchi yao iwe urithi wao kwa muda wa miaka 450. Kisha akawapa waamuzi wakatawala mpaka wakati wa nabii Samueli. Hatimaye wakataka wawe na mfalme. Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi wa kabila la Benjamini, akawatawala kwa miaka 40. Is it not amazing the word of God, jinsi linavyojielezea lenyewe kwa lenyewe. Kwa hiyo nilisema tu niweke hii hapa kama ilikuwa ni summary ya yani mwanzo na mwisho ya sehemu ambayo tunasoma. Asanteni. Basi tuendelee na kitabu chetu cha leo ambacho ni Samueli wa kwanza 9, na nitaomba tusome mstari wa kwanza mpaka wa 2, alafu kisha moderator utatake over kulingana na utaratibu wa Bible study yetu. Sijui kama kuna mtu anaweza kutusomea ili nisiwe mimi tu ndo naongea peke yangu. Unaweza ukatumia Biblia yako au unaweza ukatumia hiyo niliyoweka hapo kama inaonekana. Naomba nisome. Basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benjamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Benjamini, mtu shujaa mwenye nguvu. Naye alikuwa na mwana aliyeitwa Sauli, kijana tena mzuri, wala katika wana wa Israeli hawakuwako mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Asante moderator, unaweza ukaendelea endelea na mafunzo tuliyopata kutokana na mistari miwili. Karibuni. Haya jamani, karibuni mchangie. Tumeona hapo kama Biblia ilivyoanza, inaelezea sifa za huyu mfalme waliokuwa wanamtaka. Haya, karibuni jamani. Naangalia mikono hapa. Karibuni jamani, karibuni. Kama kawaida, hii ni Bible study.
Hakuna right wala wrong Bwana answer as long as it's according to the will of God. Kama it is against the will of God, it's not supposed to be here. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashindwa kunyoosha, si nimefanya nini? No, it's Kuna kitu okay. nimebonyeza. Karibu. Mtanisamee, bali nitatoka tena labda niingie tena nione kama itakuwa sawa. Ya basi katika mstari huo wa kwanza na wa pili mimi nimeona jinsi gani ilivyo describe huo yani kwamba the all hapa information zilikuwa zinatuleta sisi kwa Sauli, lakini ilikuwa inaonyesha kwamba kimeanzia wapi kizazi chake. Umenielewa eh? Kwa hiyo kuna umuhimu na yenyewe kujua kizazi chetu. Hata sisi wenyewe wanakwambia koya fulani, koya hivi, hata wazee wakikutana leo ni wa wapi, yani kuna vile vitu ambavyo vinasaidia, na katika kusaidia katika hivi vitu uwaga kuna tabia ambazo zinajulikana kwamba ukoo huu wakina fulani, wakina Maliale, si wakina nani, wakina Mkwawa. Yaani ukishasema kule kuna tabia zake nyuma kule zinakuwa zinajulikana, au matendo yao au jinsi walivyo. Umeona eh? Kwa hiyo kwenye hapa unaona kabisa jinsi ilivyoelezea kwamba tunajua kuna makabila 12 ya Israel. Lakini hili kabila la Benjamin ni ambao ni watu mashujaa. Yaani wakipiga, yaani labda wakikulenga na mkuki, yaani kwamba haukosekani. Umeona? Kwa hiyo yote ikutuelezea na jinsi nguvu ilionayo katika au kabila la Benjamin. Tunajua kuna kila kabila ilikuwa ina sifa zake na kila kabila Mungu ameacha neema yake, lakini hawa walikuwa katika hiyo katika ushujaa au katika hizo nguvu walizo nazo. Kwa hiyo na sisi wenyewe itusaidie tunapokuwa tunasema hivyo, kuna kitu ambacho utakijua whether ni kizuri au ni kibaya. Na katika mstari wangu, katika mstari wa pili, mimi kuna kitu kimoja nimeona kwamba hizi ni sifa ambazo alikuwa anapewa Sauli. Na katika sifa, nikiingia katika damu na nyama, kuna kitu ambacho tumejifunzaga tulipokuwa mashuleni. Kuna wasifu wa nje na kuna wasifu wa ndani. Hiyo ni katika damu na nyama. Umeona? Sasa katika tunapoongelea katika hii ni sifa ambazo alikuwa nazo zinaonekana ndani, lakini hizi sifa sio za rohoni. Umeona? Ni zile ambazo ukiziangalia na kuziona wewe mwenyewe unaziona. Kwa hiyo tunapoona katika mambo ya kimungu kwamba bado tunaishi kwenye mwili, kuna vitu vitaonekana kwenye mwili na kuna vitu vingine vitaonekana vya kiroho. Mimi naomba niishie hapo. Barikiwe. Amen. 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 Asante Sister Jane. Mkono mwingine. Kuna mtu mwingine anataka kuongea, anashindwa kuongea. Karibu Sister Kanana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa maelezo haya aliyotoa Sister Jane. Kweli tunaona huyu mtu alitokea wapi. Yaani mimi ndio maana naipenda Biblia kwa sababu inakuelezea kabisa hawa watu hawakuwa wameleta kutoka nowhere. Hawa watu wapo, they existed. Kwa hiyo tunaambiwa kabisa ametoka kwenye tribe of Benjamin, ambao tunajua ni the least ya tribe ya Israel. Yaani katika ile 12 tribes tunaambiwa ni ile ya mtoto wa mwisho wa Israeli, Yakobo. Tunaona kwa hiyo tuna uhakika mambo haya tunayasoma, sio mambo ambayo yanasemwa tu. Kwa ni umuhimu wa kuamini hili neno la Mungu ni kweli. Mimi ninachosisitiza tena, huwa narudia sana. Kwa sababu gani? Watu wengi wanapenda kusema yameandikwa tu, ni historia tu ambazo hazina evidence. Kuna evidence, hawa watu wameishi. Kwa hiyo lazima tujipe moyo kujua kwamba maneno yaliyoandikwa katika Biblia ni ya kweli. Kweli jinsi ilivyokuwa. Huyu mtu alikuwa ni mtu wa aina gani? Jambo ambalo nimeliangalia pia hapa, sikuona mwelezo wa zile kasa. Huyu mtu alikuwa mtu gani kwa upande wa kiroho? Tumeelezewa tu upande wa kimwili, labda baadaye tunaendelea kuona jinsi gani alivyokuwa, lakini tunatoa picha kwanza ya huyu mtu alikuwa aina gani. Alikuwa tu tunatoa his outward appearance. What about his inside appearance? Kiroho alikuwa ni mtu gani? Kuna representation hapa, labda taifa zima la Israel at that time ilikuwa katika hali gani, kuhusiana tu na jinsi huyu Sauli alivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa tunatafakari. Amen. Alikuwa mtu wa aina gani? Genealogy, kwa sababu wote tumetoka from somewhere. Amina. Namkaribisha Sister Dr. Belinda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilikuwa nataka kuongezea kwenye hiyo description ambayo tunaiona inatolewa ya hilo kabila la Benjamini na huo ushujaa ambao tunauona ambao watu wa kina Kishi walikuwa nao. Nikakumbuka kwamba hizi ni baraka ambazo
baba mtu, babu wakati alikuwa ni baba, sasa huyo kwake sijui alikuwa ni babu wangapi. Yakobo wakati anawabariki watoto wake yale makabila ambao neno la Mungu linatuambia alivyokwisha kuwabariki hao ndio akawa ni makabila. Ukisoma kwenye Mwanzo 49 mstari wa 27 nasema, Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kurarua rarua, asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Kwa hiyo ni baraka ambazo Yakobo kabla hajafa alikuwa amezitoa kwa mtoto, kwamba huyu atakuwa ni mtoto wa aina gani. Kwa hiyo nikakumbuka jinsi ambavyo sisi kama wazazi as well we have tuna nafasi ya kutamka baraka juu ya watoto na zikao. Kwa hiyo hii tabia ya ushujaa haikuwa tu kitu ambacho kilitokea by mistake. Ni baraka ambazo baba mtu aliziacha kwa huyu mtoto specifically, ukiachana na zile nyingine ambazo kila mmoja alimtamkia differently. Kwa hiyo alafu pale mwisho mstari ule wa 28 ikasema hizo zote ndizo kabila za Israeli 12. Na hayo ndio aliyowaambia baba yao na kuwabariki mmoja mmoja kwa mibaraka yake aliwabariki. Amen. Amen. Thank you, Sister Belinda. Kuna mtu mwingine anataka kuongea? Okay, mimi naongelea, okay, kuna kitu mwingine. Mimi nataka tu niseme tu kitu kidogo na mimi niongezee kwenye hii zilizokuwa. Kwamba on top ya wote waliosema ni kwamba Mungu siku zote yani Mungu huwa ana plan before, kwa sababu alijua kwamba this time would come na these people would ask for this particular, yani kuna mpango wa Mungu uko pale pale. Na kama unavyoona kwamba kule kwingine kule tulivyomaliza walitaka mfalme na Mungu hakutaka mfalme wa kibinadamu, lakini hizo sifa walizozitaka still Mungu alikuwa nazo. Kwa hivyo kitu ambacho mimi ninachojifunza ni kwamba sometimes unaweza ukaomba kuna vitu vya Mungu na kuna vitu vya binadamu. Kwa hivyo Mungu huwa ana plan in advance, kwamba alijua kwamba they wanted a king, lakini at that particular time hakuwa king aliyekuwa anatakikana, lakini God still had somebody ambaye alikuwa na qualities ambazo wanataka in a king. Ndio maana tunaona hapa sifa zile walizokuwa wanataka katika king, ndio hizo physical attributes hapa pia inaelezewa. So naomba niishie hapo. Karibu Sister Ima. Asanteni sana kwa michango yenu wapendwa. Mimi nimejifunza vitu vingine ambavyo sikuwa nimevielewa the way nilivyovielewa kutoka kwa michango iliyotangulia. Tunaweza tukaendelea na next na mistari inayofuata kwa sababu ni kama kila kitu kimekuwa cover, ila tunaomba nipitie kidogo nilichokuwa nimeandaa. Sisi waliopita wameshasema kwamba tunaonyeshwa sifa za kabila analotoka mfalme ambaye Mungu anamteua kukidhi ombi la Waisraeli. Tunaonyeshwa kwamba hiyo ana Sister Jena ameiongelea na Sister Dr. Belinda naye amesema kwamba lile kabila la Benjamini, hilo ushujaa na uwezo wa kivita ilikuwa ni asili yao, na shina lake lilikuwa ni ule utabiri, kwa sababu tunajua wakati Yakobo anawabariki watoto wake alitabiri kama Israeli, na tunapokuwa tunaambiwa neno Israeli ni anakuwa yuko kiroho. Kwa ile ilikuwa ni moyo utabiri, Mungu alimtumia kuprophesy, kutabiria watoto wake maisha yao yatakuwaje na koo zao. Kwa hiyo ni kweli kabisa katika Genesis 49:27 Benjamin alitabiriwa kuwa shujaa. Kwa hiyo ule ukoo wote wenyewe ndio kama hivyo Sister Jena alisema kuna wale koo fulani yani wenyewe wako ni hivyo. Labda tu kama saa nyingine watu tunakuwa hatujui baraka zilizopo katika koo zetu, au kuna nguvu gani za asili tulizokuwa nazo, kwa hiyo tunakuwa hazituzitumii, kwa sababu kuwa na kwenye yale mazingira au kwenye ule ukoo ni kitu kimoja, na wewe kujua kitu kile ulichokibeba na kukisimamia ni jambo jingine. Na obviously tunajua kwamba sio kwa power wala might, ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sitarudia sana, hiyo imeshaelezewa vizuri. Nilikuwa tu somo nililolijifunza hapo mimi ni kwamba ambalo ningependa kushare ni kwamba tunaona kabisa Mungu alienda kumchagua mtu kutoka kwenye ukoo wenye sifa ya lile kusudi. Kwa hiyo akwenda kuchagua kutoka kwenye familia ya Yusufu au akwenda kwenye even familia ya Yuda, kwa sababu tunajua kabisa yeye ana kusudi lake muhimu. Kwa hiyo kwa huu muda, kwa wakati huu,
ukoo wa Benjamini ndio ulikuwa ni mwafaka. Kwa hiyo nikawa nimejifunza kwamba tunatakiwa tu tuendelee kuomba Mungu au kujiweka kwenye ile hali ya kuwa vessel, kwamba kuwa vyombo, kwamba Mungu aweze kututumia, kwa sababu saa nyingine tunaweza tukawa tusitumike kwa sababu tu, sio kwamba hatuna uwezo, ni kwa sababu hatujui kile tulicho nacho ndani yetu. Kwa mfano mzuri ambao niliwahi kusikia na napenda kutumia binafsi ni kwamba, kwa mfano uko jikoni kwako, umeweka maji ya baridi kwenye jagi, alafu umeweka maji ya moto kwenye chupa ya chai na unataka kutengeneza chai. Obviously utaenda kutumia maji ya moto yaliyokuwa kwenye chupa ya chai, utatumia ya birika. Kwa hivyo, na hapa ndivyo nimeona kwamba na sisi tunavyokuwa mbele za Mungu, Mungu anapokuwa anataka, tuna wito, lakini yani tunatakiwa tuwe willing vessels na tuwe tayari kwamba Mungu aweze kututumia. Kwa tunaona pale Sauli anatumika kwa sababu anakidhi zile specification ambazo Mungu alikuwa anazihitaji kwa wakati huu. Na pia tunajua kabisa kutokana na hivi vitu vya asili au uwezo wa asili tunaopewa, tunajua kabisa kwamba vyote, kila kitu kimeumbwa na Mungu. Hakuna ukoo ambao unajipa hizo nguvu zenyewe, ukiachilia na habari za upande wa giza. Nikawa nimeweka mstari wa Efeso 2:10 ambao unasema, kwa maana sisi ni matokeo ya kazi ya Mungu tulioumbwa katika Kristo Yesu, ili tuwe na matendo mema ambayo Mungu alikwisha andaa tuishi katika hayo. Kiswahili naona kinakuwa kielezea vizuri sana, lakini ukisoma kwa Kiingereza, yani inamaanisha kwamba Mungu tayari anakuwa ameshatuandaa kwa ajili ya kazi yake, ili tuweze kufanya ile kazi yake kwa ukamilifu. Anakuwa anatupa ule uwezo. Kwa hiyo hapa ndo na relate na jinsi huo ukoo wa Benjamini ulipokuwa umepewa huo uwezo, ushujaa wa kivita, na tunaona mwishowe Mungu anaweza kutumia kwa sababu ya kusudi lake. Lakini pia Waefeso 3:20, watu wengi tunaojua huu mstari ambao saa nyingine waga tu tunaishia pale tunapokuwa tunaomba kwamba Mungu atujibu sawa sawa na tunavyoomba, lakini napenda kule B inavyosema kwamba utukufu ni wake yeye ambaye ana uwezo wa kutenda zaidi ya yale tunayoomba na kuyawaza, kwa kadri ya nguvu yake inayofanya kazi ndani yetu. Kwa hiyo nimependa hii part B ambayo inasema kadri ya nguvu ya Mungu iliyoko ndani yetu inayofanya kazi. Kwa hiyo hivi vipaji, vipawa na wito wote Mungu anaotupa, ni yeye ndo anayetuwezesha kupitia Roho Mtakatifu. Napenda tu kushare hiyo. Hiyo ilikuwa ni kwa habari ya mstari wa kwanza. Kwa habari ya mstari wa pili, pia sister wote wameshaelezea vizuri kwamba tunaonyeshwa sifa za muonekano wa nje wa Sauli, ambao alikuwa ni perfect fit ya vitu au sifa ambazo binadamu wanaangalia kwa wakitaka kuchagua mfalme au kwa kiongozi kwa ujumla. Lakini na tunajua kabisa kwamba Sauli, ukiachia na muonekano wako wa kuvutia, uzuri na urefu na vitu vyote kuliko wengine, pia anatoka kwenye familia ya kishujaa na nguvu. Na pia ukisoma kwenye Biblia nyingine, version za Kiingereza inasema kwamba Kishi alikuwa ni mtu tajiri. Kwa hiyo ilikuwa ni familia yenye pesa, na ndio hata maana kwamba tunaona kwamba huko wataenda kupoteza punda, na wakati huo punda ndio ilikuwa labda kama siku hizi ni watu ambao wana magari ya kifahari. Kwa hiyo kama familia yako haina utajiri, sio rahisi kuwa na kumiliki punda. Lakini somo ambalo ningependa kuchangia hapa, pia sisters wameshalielezea, ni kwamba Mungu anatumia picha ya Sauli kuonyesha sifa ambazo sisi watu wa duniani tunazingatia katika tunapochagua mfalme wa binadamu. Tunaangalia muonekano wa nje, utajiri na umaarufu au uwezo wa kushawishi, lakini sifa zote hizi tutaona kwamba Mungu anaenda kutuhakikishia au kutufundisha kwamba yeye hazihakikishi utiifu wa moyo au uongozi wenye hofu ya Mungu, kwa sababu katika hizo sifa zote za Sauli hakuna hata sehemu moja ambayo tumeambiwa kwamba alikuwa na hofu ya Mungu. Na hicho ndicho kitu kikubwa ambacho tunatakiwa tuwe tunaangalia sisi tunapokuwa tunateua viongozi. Amen. And obviously Mungu anapokuwa anateua viongozi, yeye anaangalia tabia, utu na mwenendo wa mtu. Ningependa kushare mstari kutoka kwenye Kumbukumbu la Torati 17:14 mpaka 20, kwa sababu naamini kabisa tunapokuja hapa kujifunza neno la Mungu, hatuja hapa kusoma historia ya Sauli au Samueli, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba neno la Mungu ambalo lina pumzi lake liko sahihi, linafaa kufundisha, hapo kutufundisha sisi, kutusahihisha, kuturekebisha,
Kwa hivyo tunapokuwa tunasoma hapa, tunaangalia na maandiko mengine anasemaje hapa, tunajifunza, kwa sababu sisi wenyewe hapa katika kila mmoja wote sisi ni viongozi kwa namna moja au nyingine, ikiwa kwenye level ya familia, makazini au popote. Kwa sababu nyingine tunaweza tukachukua, tunafikiri hapa tumekuja tu kumsoma Sauli na Samueli, lakini Mungu anatukumbusha mienendo ambayo tunatakiwa tuifate au tuwe tunaiangalia kwa viongozi wetu wakati tunaendelea kuishi hapa duniani. Kwa hiyo ina Kumbukumbu la Torati 17:14 mpaka 20. Hizi ni sifa ambazo Mungu alikuwa amewapa wana wa Israeli endapo watachagua mfalme, ambaye mfalme pia anasimama kama kiongozi kwa sisi. Tunaweza tusiwe kwenye position ya kuchagua wafalme, lakini kila siku tuko kwenye position za either kuongoza au kuchagua viongozi. Kwa hiyo naomba nisome kama ilivyoandikwa katika Biblia Takatifu. Mungu akamwambia akasema, utakapokwisha kuingia katika nchi ambayo Bwana Mungu wako ukaimiliki na kukaa humo, nao utakaposema, nitaweka mfalme juu yangu mfano wa mataifa yote yaliyo kando kando yangu, usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana. Kwa hiyo tunaona sifa ya kwanza, tunatakiwa tuombe viongozi ambao wamechaguliwa na Bwana. Okay, Bwana Mungu wako awe mfalme juu yako, umweke mmoja katika ndugu zako awe mfalme juu yako. Usimtawaze mgeni juu yako ambaye si ndugu yako, ila asifanye farasi wake kuwa wengi, wala siwarudishe watu Misri, ili apate kufanya farasi kuwa wengi, kwa kuwa Bwana amewaambia, tangu sasa msirudie tena njia ile. Wala asizidishie wake, ili moyo wake usikengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno. Tena na iwe zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake, ajiandikie nakala ya Torati hii katika chuo, kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi, na awe nayo asome humo siku zote atakazoishi, ili apate kujifunza kumcha Bwana Mungu wake. Ayashike maneno yote ya Torati hii na amri hizi kwa kuyafanya, moyo wake usije ukainuliwa juu ya ndugu zake, wala asikengeuke katika maagizo kwa mkono wa kuume wala kwa kushoto, ili apate kuzifanya siku zake kuwa nyingi katika ufalme wake, yeye na wanaye katikati ya Israeli. Thamanini kwamba na mstari mrefu kidogo, lakini tunaona hizi ndizo sifa ambazo Bwana alikuwa amewapa wamchague kiongozi wa aina gani. Kama tukikumbuka tulikotoka last week, tuliona kwamba aliwaahidi kwamba mfalme atakaye kuja atakuwa amefanya kinyume na hizi sifa. Ndio maana nilikuwa nimependa kwamba nilete hii hapa ili tuweze kujifunza kutoka hapa. Lakini hapa vitu vikubwa ilikuwa ni kwamba ni kumcha Bwana, kushika maneno ya Bwana na amri zake ambazo ni utii, na kuongoza katika misingi ambayo ni ya kumcha Bwana na wala sio vinginevyo, na wala sio kujinufaisha kama ambavyo tuliona wale waliahidiwa kwamba Sauli atakuwa mfalme wa aina gani. Kwa hivyo hata sisi kwa viongozi wetu, hivi ndivyo vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanye, kwa kuongoza kwa kumcha Mungu na kufuata sheria za Mungu. Amen. Basi naomba tuendelee katika sehemu yetu ya pili ambayo ni Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 3 mpaka wa 17. Sista Latia, sijui kama unaweza kusoma au maandishi ni madogo? Naweza kusoma. Okay, karibu. Haya. Nasoma 3 mpaka 17. 17, okay. Amen. 3 mpaka 17 nasoma. Sauli walikuwa vasi yangu inasema na punda. Yes. Okay. Na punda wa Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, twaa mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke uende ukawafuate punda hao. Naye akapita katika nchi ya milima ya Efraimu, akapita na kati ya nchi ya Shalisha, lakini hakuwaona.
Kisha wakapita kati ya nchi ya Shaalimu, wala huko hawakuwako. Wakapita kati ya nchi ya Wabenjamini, lakini hawakuwapata. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya, na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda akatufikiri sisi. Naye akamwambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Yote asemaye hutukia. Nafikia pa, okay, hutukia ama hutokea kweli kweli. Utokea. Ya kwangu hapa inasema hutukia. Okay, hutokea kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tunayoiendea. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama, mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha. Nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo, atuambie njia yetu. 9. Hapo zamani katika Israeli, mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu husema hivi, haya, twende kwa mwonaji, maana mtu aitwaye sasa nabii hapo zamani aliitwa mwonaji. 10. Basi Sauli akamwambia mtumishi wake, umesema vema, haya, twende. Wakaenda mpaka mji ule aliyokuwamo mtu wa Mungu. Hata walipokwea kwenda mjini, wakakutana na wasichana wanaotoka kwenda kuteka maji. Wakamwambia, je, mwonaji yuko? 12. Na hao wakawajibu wakasema, yuko. Tazama, yuko huko mbele yako. Fanyeni haraka sasa, maana hivi leo amekuja mjini, kwa sababu watu wanadhabihu leo katika mahali pa juu. Mkiingia mjini tu, mara mtamuona. Kabla hawajakwea kwenda mahali pa juu, ale chakula, maana watu hawatakula hata yeye atakapokuja, kwa sababu yeye ndiye anayebariki dhabihu. Kisha hao watu walioalikwa hula. Basi kweeni sasa, maana wakati huo ndio mtakapomwona. 14. Nao wakakwea kwenda mjini. Nao walipokuwa wakiingia mjini, tazama, Sauli akawatokea kwenda mahali pa juu. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Sauli siku moja kabla Sauli hajakwea, akisema. 16. Kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti. Maana nimewaangalia watu wangu, kwa sababu kilio chao kimenifikia. 17. Hata Samueli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake, huyu ndiye atakayewamiliki watu wangu. Amen. Mani, asanteni. Naomba tuanze kuchangia. Najua ni mstari mrefu sana, lakini stori inajieleza tu yenyewe. Dada Ima ameshatuelezea sifa za mfalme ambaye Mungu anamtegemea. Kwa hivyo hapo tunaona main character ameingia kwenye scene ambaye ni Sauli. Karibuni. Naangalia mikono hapa. Karibu Sister Rebecca. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amina. Amen. Amen. Mi kitu kikubwa hapa nachokiona ni jinsi ambavyo tunaweza tukaelewa Mungu jinsi anavyofanya kazi.
Ni vizuri sana kuelewa jinsi Mungu anavyofanya kazi, na jinsi Mungu anavyofanya kazi mara nyingine tunaweza tukajifunza kutoka kwa vitu vya kawaida tu ambavyo ni vya kwetu wenyewe. Ukiangalia hizo chapter nyingine tulizosoma huko nyuma, especially last year, yani hiyo chapter ya 8, tuliona jinsi wana wa Israeli walivyomkataa Mungu, kuongozwa na Mungu, na wanataka mfalme, na Mungu akawaonya kabisa kuambia kwamba mfalme atawafanya 1 2 3, na bado wakang'ang'ania kwamba tunataka. Kwa hiyo wanapong'ang'ania sasa hivi, kama Sister Ima alivyosema, kulikuwa na sifa ambazo mfalme anatakiwa kuwa nazo, ambazo tunajua kabisa hizo ndio ambazo ndio utapata kiongozi mzuri. Lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, na Mungu anajua wanataka nini, wanataka mtu ambaye anaonekana mzuri, mtu anayeonekana ana nguvu, yani vile vitu vya obvious. Yani tuseme sisi wanadamu tunapenda kuangalia vitu vya obvious. Ndio maana unaweza tu kumwangalia mtu kamjaji ukasema huyu hawezi kufanya hiki, huyu anaweza kufanya hiki, bila yani zile experiences zetu za kimwili tunazihamishia hata kwenye kiroho. Unamwangalia tu mtu unasema huyu atakuwa mchungaji hivi na hivi na hivi, au huyu hivi na hivi. Lakini kumbe yapo madhara kwenye kuangalia vitu vya nani. Kwa hiyo na tunapong'ang'ania, Mungu huwa anafika mahali anakupa kile unachokitaka. Na hiyo inatutokea sana, na saa nyingine kile kitu kinaweza kuja na wewe ukakifurahia kabisa na ukasahau kwamba ulishaonywa. Na mara nyingi Mungu anatuonya, ni vile wanadamu hatukai chini tukaangalia. Siku zote angalia kitu ambacho baadaye kinakuja kukutesa. Kile kitu kuna namna Mungu alikupa onyo na wewe uliona, lakini kwa vile kile kitu kilikuwa presented kwa uzuri fulani, ukakichukua kile kitu, unajikuta kwamba unaweza kujipa moyo. Sasa na hivi vinatupata wengi. Inaweza kuwa ni ndoa, inaweza kuwa ni kazi, ukajua kabisa jamani hii kazi sio yenyewe, lakini ukishaianza unaona mateso yanaanza kuja. Kwa hiyo tutakuja kuangalia huko mbele kitu gani ambacho kitawapata wana wa Israeli kwa kutawaliwa na huyu Sauli. Lakini kifupi ni kwamba Mungu anatupa vitu, tunapong'ang'ania sana anatupa. Ni sawa tu hata na sisi wazazi. Ukijua hiki kitu nikimpa huyu mtoto akimuui, si unampa, alafu baadaye atakuja kujifunza. Lakini kama kinamuua mtoto, unajikuta mzazi mwenyewe huwezi ukampa mtoto wako kwa sababu unampenda. Lakini kingine ninachokipenda ni ambacho tumejifunza ni jinsi ambavyo saa nyingine tunaweza tukazunguka sana katika maisha, kumbe Mungu amekupa mtu ambaye ungeweza kumuuliza tu, ukajinyenyekeza ukauliza, ukawa umepata jibu lako. Na sisi wa Kristo tunajua tunaye Roho Mtakatifu. Bwana Yesu anasema ni msaidizi wetu, na yeye atatuambia mambo yote. Lakini mara nyingi tunaenda tunafanya mambo yetu huko, tukishazunguruka tushachoka, ndio mara nyingine tena, mara chache sana ndio tunakumbuka, ndio tunarudi tena kwa Mungu. Mungu atusaidie tusiwe kama Sauli. Maanake alivyokuja baada ya kuzunguka sana kutoka miji na hii na hii na hii, ndio yule anamuuliza yule huyu msaidizi, ndio anamwambia kwamba katika mji huu kuna mtu wa Mungu. Cha mwisho jamani, kwa Mungu hamna kitu kinaitwa coincidence. Hakuna kitu kinaitwa coincidence, hakuna kitu kinaitwa bahati. Everything has been orchestrated. Angalia jinsi huyu amepotea, punda amepotea, anaenda kutafuta punda, anaenda, na ndio wakati wanauliza, wanaambiwa huyo mtumishi wa Mungu ndo anarudi hapo mjini. Kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa tufanye kila wakati tunavyojikuta kwamba tuko kwenye ni kumshukuru Mungu kwamba Mungu ameorchestrate vitu vyote na kumpa yeye utukufu, badala ya kusema ilikuwa bahati, basi kwa bahati au kwa nini. Mungu atusaidie. Mungu awabariki sana. Amen. Kwa Mungu hakuna coincidence, kila kitu kimepangwa. Ndio maana anasema even before I formed you in your mother's womb I knew you, na siku alizotupangia anajua. Kwa hivyo kuliko kupoteza muda kwenda kuuliza watu wengine, kwani afadhali tuanze na Mungu, alafu tukishaanza na Mungu then mambo mengine yataenda vizuri. Okay, naomba nimkaribishe Sister Jane, alafu atakuja CEO. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho mimi nimekiona hapa. Kwanza naanza kwenye punda kupotea. Punda kupotea, kuna ule mstari unasema hivi, njia za Mungu sio njia zetu, na wala mawazo yake sio njia yetu. So mawazo yake sio mawazo yetu sisi. Kwa hiyo kwa kutaka ile safari yote, kwa sababu yeye tayari ameshaipanga. Umeona Kwa hiyo hapa kuna vitu ambacho kimeonekana kama punda alipotea, lakini ndio ilikuwa njia ya kumleta wakutane na Samueli.
Na hii inatufundisha sisi, na mara nyingi inatufundisha, yani kwamba sio kama inatufundisha, mimi naongelea katika ushuhuda wangu mimi mwenyewe unaonihusu. Chanzo cha kuingia kwenye kwenye uokovu ni kitu ambacho nilikuwa napitia juu ya mtoto wangu. Kwa hiyo ina maana Mungu alinigusa moyo wangu mimi kwamba huyu acha nimshike mtoto wangu, na ninapomshika mtoto wake yeye atanirudia. Kwa hiyo kuna vitu tunaweza tukavipoteza, lakini nyuma ya hivyo vitu kuna kusudi la Mungu ambalo linataka litendeke. Umeona eh? Alafu kingine tena nimejifunza katika utii, kwa sababu unakuta hapo Samueli alivyopewa maelekezo ya baba yake alitii na alifanya vile vile. Lakini kuna muda mwingine sisi tunaposema utii sio Mungu peke yake. Kuna muda tunaambiwa kitu hatutaki kutii, au sema tunaita sababu zangu akangotea mbele ya mtadi, lakini kule kuna sehemu ambayo unajikusanyisha na kile kitu Mungu amekuandalia. Lakini katika damu na nyama unaweza ukaangalia ni mbali na vitu vingi vya kufanya. Umenielewa vizuri eh? Kwa hiyo katika swala la utii kuna vitu ambavyo tunavikosa kutoka kwa Mungu. Na kuja kwenye swala la unabii, najua kipindi hicho cha kwenye Agano la manabii na manabii walikuwa wanasema au wanayatenda, na mpaka sasa hivi bado tunao manabii, kwa sababu zile karama zote za walimu za manabii bado ziko hivyo. Lakini kuna kitu ambacho hapa najifunza kwamba waliposema hivi tunaenda mikono mitupu, umeona, hii inatufundisha hata sasa tukiwa sisi wenyewe tunapokuwa tunapeleka sadaka. Kuna sadaka nyingi tu, kuna sadaka za kanisani, lakini inategemea na mafundisho unayoyapata wewe mwenyewe, kwa sababu sio kila mtu ana mafundisho hayo au anapotoka kanisani kwake. Lakini kuna vile vitu ambavyo, kuna sadaka ambayo unaachilia kwa mtumishi, au tu kujifunza kwenda tu kwa mtumishi, umebeba zawadi, umebeba chochote ulichobeba, kwa sababu lazima kuna maneno atakutamkia na yale maneno yamebeba baraka zake, japokuwa hawa walikuwa wamefanya nini, wamekuwa wameenda katika swala tu la wenyewe la kuona. Alafu cha mwisho, ngoja nimalizie cha mwisho, ni kwamba hivi Mungu anavyoandaa mipango yake, njia zote anakuwa ameziweka, na hii naye itufundishe hata sisi wenyewe tunapokuwa tuna shida kitu fulani tunakitaka, kwenye maombi yetu tu tunaomba Bwana Mungu, hili swala naliombea sasa hivi au hii kitu ninachokihitaji mimi, naomba divine favor, naomba divine connection, naomba divine helper. Umeona, ndio maana unakuta kila akiuliza kuna vitu vinaenda vile, uaga Mungu anaviandaa mwenyewe. Kwa hiyo hata sisi maandalizi yetu tulikuwa tunajiombea, Mungu atatusaidia. Na vingine wote tumeshakiongelea hichi, mimi nataka nikisisitize tena hapa, nimekifurahia ndio maana nataka kiongelea tena. Yaani hii ukiangalia tabia ya Benjamini, na Mungu alishaoni kule, alisema ngoja nimlete mtu yule yule wa vita ambaye haogopi, mtu yote ambaye haogopi vita, kufanya na zile tabia zote alizosema kwamba atawachukua mashamba yenu, atachukua shuma binti zenu, sio atafanya vitu gani, vitu sio atawatoza kodi. Umeona, vimeendana na kabila hili la Benjamini, wala sio kabila la Yuda. Kwa hiyo hilo na sisi litusaidie. Wazazi wetu walikuwa wanalifanya, wazazi wetu, unaenda kuoa wapi, ukoo gani, kabila gani, kwa sababu kuna vitu walikuwa wanavijua. Ukienda kule, yani uweza kuna mashaka, uweza wavivu, uweza sijui ni wa nini. Kwa hiyo mimi naomba nichangie hapo, tumbarikiwe na Bwana. Amen. Karibu CEO. Amen. Point yangu imeongelewa na Dr. Rebecca, lakini labda nitaongezea tu kidogo alivyosema kwamba kwa Mungu, yani unaona Sauli anaenda kutafuta punda, lakini kwa Mungu, kwa kifupi, kwa Mungu hakuna coincidence. Ni ila kuna kuwa in the right place at the right time. Hiyo kitu pia waga ipo, yani kuwa mahali sahihi kwa wakati sahihi. Tumuombe sana Mungu siku zote, yani hatua zetu, yani tufate, ziongozwe na yeye, na yani tufate maelekezo, tuwe na utii unaelekea wapi. Unajua hiyo unaweza ukamiss opportunity kwa sababu unakuwa sehemu, ndio hivyo, kwa at the right, yani unakuwa sehemu sahihi. Na I'm sure kila mtu sio kila mtu, I'm sure labda watu wengi imeshawahi kuwatokea, mimi imeshawahi kunitokea, unakutana labda na one person at that time, yani at that place is like unafikiria hivi, na maana nisije kukutana na huyu mtu, na maana hiki kitu nisije kipata, afu unakuta unapata kitu kikubwa, maybe a big project au anything, au kitu kikubwa tu, unafikiria au kama alivyosema Sister Jane, au ndio hivyo, hata kama ni kitu cha kiroho kikubwa, unaelekezwa sehemu ambayo itakuongoza vizuri katika maisha yako, afu unaweza kufikiria hivi, na maana nisije kukutana na huyu, labda nisingepata hiki kitu. Ila ninachofikiria kwamba I might be wrong, sometimes shetani anazuia hicho kitu. Sometimes shetani anajua huyu akienda hapa atakutana na hiki kitu kikubwa. Kwa hiyo ni kuzidi tu kwa kweli kuomba hivyo kusema kuwa sehemu sahihi wakati sahihi, kwa sababu adui anaweza akazuia usiwe kwenye ile sehemu sahihi, akakufunga macho ili usikutane na hiyo opportunity. Mungu awabariki.
Amen. Amen. Karibu Dr. Belinda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ambacho nimekiona pia nilichotaka kuongezea ni yani ule ushirika ambao Samueli alikuwa nao na Mungu. Wakati huo tuseme Roho wa Mungu, jinsi ambavyo alikuwa anamuongoza, kwa sababu tunaona kwamba Roho wa Mungu amemuongoza Samuel, amemfunulia. Biblia inasema alimfunulia a day before, akamwambia kwamba kesho wakati kama huu. Kwa hiyo alimwambia ni siku, akampa na muda kwamba utakutana na huyo mtu ambaye ndo anataka awe mfalme. And then kwenye ule mstari wa 17 unasema hata Samuel alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake. Kwa hiyo pamoja na kwamba alikuwa ameshamfunulia a day before, lakini at that time wakati Sauli anatokea bado Mungu akamwambia ni huyo hapa. Kwa hiyo kama hicho kama alichokuwa anaongelea hapo Sister Pam, naona umuhimu ambao tunatakiwa yani tuwe na hiyo grace na kutafuta uso wa Mungu na kuwa na fellowship na Mungu mpaka tufikie kwenye hivyo viwango ambavyo you can be hearing sauti ya Mungu akiwa anasema na wewe kila wakati, kwa sababu sasa then ndo utajua kwamba okay, natakiwa niende sehemu fulani ili kitu hiki kitokee. Tunaona Simeoni, yeye aliambiwa kwamba huyu ndio mtoto yule ambaye ulikuwa unamsubiria wakati Yesu anazaliwa. Alikuwa amekaa anasubiria siku nyingi, lakini siku ile alipomshika akasema sasa macho yangu yameona wokovu wa Mungu. And then wakati kwenye Matendo ya Mitume tunaona ile ilikuwa chapter 5, wakati Anania na Safira wameiba ile pesa nyingine wameficha nyumbani kwao. Ina maana Roho wa Mungu alimwambia Petro at that time, wakati wanaleta zile hela pungufu, akamwambia at that time. Kwa hiyo mwisho wa siku ni sisi na fellowship na Roho wa Mungu, yani tuombe hiyo neema ya Mungu kwamba tuweze kuwa kwenye viwango hivyo sasa ambavyo tutaweza kuwa tunamsikia Roho wa Mungu, kwa sababu then inakuwa rahisi sasa kujua haya mambo yote, nifanye hiki nisifanye hiki, sio sasa hivi ni kesho, sio huyu ni yule, and things like that. Amen. Amen. Naangalia kama kuna mkono mwingine. Sister Ana, karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siko mbali sana na Sister Belinda, lakini mimi naangalia from a different perspective. Nawaza kama Sauli angekuwa na kiburi alafu akaona kwamba yule tu ni mfanyakazi alafu asisikilize ule ushauri, ingekuwaje? Na pia tunaona kwamba Sauli hakuwa na hela, lakini hela ilitoka kwa mfanyakazi wake. Ni wangapi ambao tunataka tu kusikiliza kwa mtumishi wa Mungu, tunataka kusikiliza kwa mtu kwa sababu ya XYZ. Na nikumbusha story ya Naamani pia, alipokuwa yule aliyekuwa mwanajeshi wa Israeli, alafu I think it was a Misri kama sikosea, ambaye alikuwa na mfanyakazi wa Kiisraeli, akamwambia kwamba kule kwetu kuna nabii ambaye anataka kusaidia kupona ukoma. Alisikiliza, akaenda na akapokea uponyaji. Kwa hiyo tunajifunza hapa kwamba Mungu anaweza kutumia mtu yoyote. Inawezekana ukamuona kwamba ni mtumwa kwako, au ni sabodi wako, au ni mtu ambaye chochote kile ukamuona kwamba ukipima katika ulimwengu wako wa mwili au wa roho ukamuona yuko chini, lakini Mungu amempa yule kubeba majibu yako. Kwa hiyo Mungu atupe neema, na mimi nikiwemo, kusikiliza zaidi mtu yoyote ambaye anakuja kukupa ujumbe, kwa sababu huwezi kujua unatokea kwa nani. Maana kama angedharau, yamkini tusingekuwa tunaongea hii story leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Naangalia kama kuna mkono mwingine, ama mimi niongeze tu point yangu hapa. Kuna mtu mwingine anataka kuongezea? Okay. Mimi ningependa tu kuongezea kwamba najaribu kuangalia kwamba yani najifunza kwamba katika maisha, whatever journey ambayo Mungu anakupitisha, it is not for nothing. Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo tumepitia katika maisha yetu, tunaweza tukaviona kama tunavyokaa tunasimulia, mateso, niliteseka, nilifanya hivi, lakini tunaona yani kwamba hizo process zote hizo zinakupeleka kwenye destiny yako. Yani hakuna kitu ambacho kinafanyika katika maisha yako for nothing. Kwa sababu unaweza ukachukulia kama ni misfortune, lakini katika huko unakopita Mungu anakuonesha. Kwa hivyo tujifunze kwamba tumuombe Mungu kwamba every moment na everything that we go through life, Mungu afungue macho yetu tuone that bigger picture.
tusiangalie tu misfortune ama matatizo, tulie. Alafu kitu kingine ninachokiona, kwa mfano kama unamuona kama Sauli yeye alikuwa anaenda kutafuta punda, lakini eventually alikutana na ufalme. Unaona, kwa mfano kama Daudi alituma tu na baba yake kwamba pelekea ndugu zako chakula, kaenda akakuta opportunity yake ya kwenda kumuua Goliath. Na kwa mfano kama Musa baada ya kumuua yule mtu akakimbia Midian, akaenda kukutana na Mungu. Kwa hivyo yani Mungu ana orchestrate vitu katika maisha yetu ili kutuleta closer to our destiny. Kwa hivyo mimi kawaida yangu napendaga kukaa, yani sipendi mateso mimi, kwa sababu Mungu amesema msipate mateso. Kwa hivyo yani wengi tunapopitiaga vitu, the most important thing, we curse, we pull down, we do all those things, lakini we don't see that bigger picture ambayo Mungu ametuwekea. Kwa hivyo yani Mungu atusaidie. Kwa hivyo na kitu kingine pia najaribu kuangalia, kwa sababu alipita mji yani hiyo miji yote aliyopita kutafuta huyo punda, hakuweza kumuona huyo punda mpaka alivyoenda another mji mwingine. Kwa hivyo hizo lessons pengine Mungu alikuwa anamuonesha kumpitisha kote huko, yani kumuonesha kwamba the kingdom yote unaweza kuona tu ni meaningless. Kazi umepewa, umechagua kazi ambayo hata haina maana, lakini humo ndani Mungu anakufundisha skills, Mungu anakuonesha. Kwa hivyo yani kama Sauli, naona kwamba kupitishwa kote huko, tunaweza tukawaza kwa nini Biblia inasema specifically akapitishwa huku na huku, lakini maybe God was teaching him na kumuonesha the vast and the empire ambayo Mungu mwenyewe eventually atakwenda kumpatia kwenda kurule. Kwa hivyo ngoja niangalia hapa kama kuna mtu mwingine ameraise mkono. Okay, hakuna mkono mwingine. Kwa hivyo Sister Ima, karibu. Asante moderator, asanteni sana sisters kwa michango yenu mizuri. Tunaweza hata tukafunga Bible study tukaenda. Moderator, naona tuna kama dakika 10 tu na bado tuko hapa. Kwa hiyo labda tukubaliane kwamba tuishie mstari wa 17 afu tutaendelea na sehemu iliyobakia next week kwa neema ya Mungu. Amina, yes. Alafu pia pengine usirash, unaweza utakavyoona kama hizo tukikamilisha fine. Kama unataka kubakisha kiporo utaendelea mwenyewe. Kwa sababu kuna wale 10 minutes. Okay, perfect. Yeah. Nafikiri tutaishia hapa. Okay, asanteni kwa michango yenu. Mambo mengi mmesha cover tayari. Tunaona kwamba kusudi la Mungu linaweza kufanya kazi kupitia upotevu, yani kitu chochote. Kwa mfano kama kwenye hii hapa tunaona kwamba anatumia punda kupotea ili kuweza kudirect steps za Sauli kwenda kukutana na Samueli ili aweze kuteuliwa kuwa mfalme, which is amazing. Na at the same time ndo kama vile tulivyo discuss kwenye mstari uliopita, ni kwamba haijalishi wewe ni mtu wa aina gani, Mungu anaweza kumtumia mtu yoyote kwa ajili ya kusudi lake, baya au jema. Amen. Kwa saa nyingine sio kwa sisi kuhukumu watu, kwa sababu hatujui ni kwa Mungu anakusudi gani na watu anayewateua, au kama hivyo mlivyo discuss kwamba mambo mengine yanayotokea hata kama inakuwa ni hasara, lakini katika hiyo hasara Mungu anajua mwenyewe anatenda kitu gani au kitu gani kizuri kitakuja juu ya hilo. Kitu ya pili ya Sister Anna ameshaongea, fikiri sister mwingine ashaongea kwamba tunaona utiifu wa Sauli kwa baba yake na uvumilivu ule katika kuzunguka, anaenda sehemu hii amna, anaenda sehemu hii. Kwa hiyo hii inawezekana pia kwamba alikuwa anapitia test ya uvumilivu na utiifu, kwa sababu angemkatalia babake, kwa sababu tunaambiwa kwamba alikuwa anatoka kwenye familia ya kitajiri na alikuwa na wafanyakazi kama hivyo, angeweza kusema awapeleke tu wafanyakazi, lakini Mungu alivyo mwema wa neema akaweza kumpa huo moyo wa utii, naye akamtii baba yake na huo uvumilivu. Na ukiangalia kwa vitu viwili vyote pia ni sifa nzuri, au ni sifa ambazo anatakiwa kuwa nacho kiongozi. Kwa hiyo hii mistari inatuonyesha sisi kwamba mwanzoni Sauli alikuwa ni mtiifu, au alikuwa na mwanzo mzuri. Amen. Kwa hiyo kuna vitu pia vya kujifunza, sio kwamba kwa sababu tunajua mwisho ulikuwaje. Mara nyingi tunapokuwa tunasikia Sauli tunamuongelea kivibaya, lakini tunaona hapa kwanza mwanzo wake ulikuwa ni mzuri, alikuwa mtiifu, alikuwa na uvumilivu, he was diligent, kwenda kuzunguka huko siku 3 kote bila kulalamika. Kwa hiyo alikuwa na uaminifu, na kuna neno la Mungu linasema kwamba ukiwa mwaminifu katika kidogo utapewa kikubwa. Kwa hiyo alipokuwa mwaminifu katika punda tu baba yake,
imagine nao anaenda kuwa mfalme. Kwa hiyo angeweza kuzaliwa akasema baba ni punda tu, mimi siendi, labda angekosa kuwa mfalme. Kwa hilo tu ni fundisho kwetu wote. Sister Rebecca ameongelea habari ya msaidizi kama Roho Mtakatifu. Ndio, yes, Sauli alipewa, baba yake alimpa msaidizi wa kwenda naye, lakini sisi kama sisi tunavyojifunza hapa sasa hivi, msaidizi wake mkubwa ambao tumepewa, ambao iko ndani yetu, ni Roho Mtakatifu. Kwenye Yohana 14:6 neno la Mungu linasema kwamba nami nitamwomba Baba, na huyu ni Bwana Yesu mwenyewe alitoa hii ahadi, naye atawapeni msaidizi mwingine akae nanyi siku zote. Na tunajua kabisa kwamba tunavyookoka, Roho Mtakatifu anakuja anakaa ndani yetu, ambaye ndo msaidizi wetu. Na tunajua the way Roho Mtakatifu anavyosaidia. Ukisijaweka hii mistari hapa kwa sababu ya muda, nilijua nisingepata muda wa kusoma yote, lakini unaweza tukaenda tafuta mwenyewe, hata ukagoogle Roho Mtakatifu kama wakili, kama mwombezi, kama mwalimu, dhani utaona. Kwa hiyo tunapotakiwa kufanya, nafikiri Sister Belinda pia ameongelea umuhimu pia wa fellowship na Mungu, fellowship na Roho Mtakatifu, ili tuweze kuwa kwenye ule uwepo wake, aweze kutuongoza. Kwa hiyo unapokuwa katika wakati mgumu, labda unaonewa, unahitaji wakili, unaweza ukaomba kabisa Roho Mtakatifu aka advocate kwako, kwa sababu hii ni ahadi yake kwamba yeye ni wakili wetu. Lakini pia tunaambiwa kwamba ni intercessor wetu, kwamba ana intercede for us, kwa sababu sisi hatujui kuomba. Kwa hiyo saa nyingine unaweza kuwa unapitia wakati mgumu sana, sio kwamba ujui umuhimu wa kuomba, lakini tu unajikuta kwenye hali ambayo huwezi kuomba. Kwa hiyo hata kama unapokuwa unalala pale kitandani kwako, unasema Roho Mtakatifu nisaidie, niombee, you'll be surprised kwamba unaweza kuwa tumekaa pale uombe, lakini unashangaa Mungu anakuinulia watu wanakuja kukuinua katika matatizo yake. Lakini neno la Mungu pia linasema kwamba yeye ndio mwalimu wetu, anatufundisha na kutukumbusha mambo yote ambaye Bwana Yesu alitufundisha. Na hili ndio mara nyingi ombi letu kubwa tunapokuwa tunakuja kwenye Bible study, inabidi tutegemee Roho Mtakatifu mwenyewe akaweze akatufundishe kweli yake. Lakini pia kwenye Biblia pia tunaambiwa kwamba Roho Mtakatifu ni mfariji. Kuna mambo mengi tunapitia katika maisha kila siku. Saa nyingine unaweza kuwa una familia au marafiki wa kukufariji. Yupo Roho Mtakatifu ambaye ukiwa na mahusiano naye mazuri ukamuomba atakufariji. Lakini pia tunaambiwa kwamba is our counselor, ni mshauri wetu. Katika mfano wa Sauli tunaona kwamba huyu msaidizi wake pia alikuwa kama mshauri, alimshauri ili kwa habari ya kwenda kumuona mtu wa Mungu, ili akaweze kuwatabiria kuhusiana na njia anayokwenda. Pia tunaambiwa kwamba Roho Mtakatifu pia anatuongoza katika kweli na pia anatupa nguvu, anatutia nguvu. Kwa hiyo nilikuwa tu nimeandika njia tofauti ambazo Roho Mtakatifu anaweza wanatusaidia kulingana na maandiko ya matakatifu. Labda tu kitu kikubwa ambacho nataka nikiongezea au kusema kwamba mara nyingi tunakuwa tupati hii msaada kutoka kwa Roho Mtakatifu kwa sababu tunakuwa hatuko karibu naye au hatumkaribishi. Tunaambiwa ndio tuna Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu ndo kama huyu tunaona msaidizi wa Sauli, alikuwa tu kimya, anamfuata nyuma mpaka pale alivyokata tamani, kama vile alisalenda. Kwa hiyo hata na sisi pia tunatakiwa muda wote tuwe tunamruhusu Roho Mtakatifu ili aweze kutuongoza katika maisha yetu. Amen. Tukimove on tunaona kwamba Sauli pia alikuwa na moyo wa kujali hisia za wengine, kwa sababu tuliona kwamba alikuwa anahofia kwamba baba yake atakuwa na hofu juu yao. Kwa hiyo pia alikuwa ni sifa nyingine ya kiongozi mzuri. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anajali hisia za wengine. Kitu kingine nilichojifunza, nimeona kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia njia mbalimbali kutuongoza. Fikiri Sister Theo Pam alituelezea hii habari ya kuwa mahali sahihi, wakati sahihi na watu sahihi. Na hii yote Mungu anakuwa anafanya hivyo ili kuweza kutimiza ule wito aliotuitia. Kwa sababu unaweza ukaenda kinyume na nini, lakini unakuta Mungu anakudirect kama Sauli alivyokuwa directed kupitia punda wakazunguka, lakini Roho Mtakatifu akamtumia yule msaidizi kumkumbusha kwamba kuna huyu Sia ambaye unaweza tukaenda akatuelekeza njia ya kwenda, lakini ile ndio mtu sahihi ambaye Mungu alikuwa anataka akutane na Sauli ili aweze kumpaka mafuta kuwa
mfalme wa Waisraeli. Katika Zaburi ya 37:23 pia tunaambiwa kwamba hatua za mtu mwema huimarishwa na Bwana, naye huipenda njia yake. Amen. Nimeweka mstari hapa kutukumbusha kwamba hii pia ni sala muhimu ambayo tunatakiwa tu tunaiomba muda wote tunapoamka, tunapokuwa tunafanya mambo yetu yoyote, kuomba kwamba Mungu aweze kutuongoza njia zetu. Amen. Aweze kuimarisha njia zetu Kiswahili. Amen. Amen. Kwa habari ya msaidizi pia tunaona kwamba msaidizi anakuwa ana habari za Samueli, lakini kwenye Biblia ni kama vile alikuwa hayuko 100% sure, kwa sababu alisema perhaps anaweza akatuonyesha njia yetu, na pia alikuwa na ufahamu kutokana na desturi za wakati huo kwamba kwenye Biblia inasema kwa wakati huo mtu alikuwa akitaka kupata neno kutoka kwa Mungu, wanasema twende kwa mwonaji ili aweze akatuambia. Lakini pia tunaona kwamba alikuwa na ufahamu kwamba hata Sauli na alikuwa anajua, ingawaje Sauli hatujaambiwa sana kuhusiana na mahusiano yake na Mungu, lakini tunaona kwamba anajua kwamba ili uende kwa mwonaji aweze kukutabiria inabidi upeleke zawadi. Hapa kuna mambo mazuri, kuna mambo mawili. Tunakumbushwa pia kwamba tunapokuwa tunakwenda kwa watumishi wa Mungu tusiende mikono mitupu, lakini pia at the same time saa nyingine hiyo inakuwa overused in a sense kwamba tunajua kabisa katika enzi hizo ilikuwa sio watu wote waliokuwa wanatabiri walikuwa wanatumia nguvu za Mungu. Wengine walikuwa wanatumia nguvu za giza na ilikuwa ni kama biashara. Kama tunakumbuka wakati tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, kulikuwa kuna yule msichana ambaye alikuwa anatumia nguvu za giza kutabiri, na watu walikuwa wanamtumia kujipatia pesa. Kwa hivyo wakati nasoma hili nikawa nimekumbusha kwamba sio kwamba muda wote watu wa zamani walikuwa wanakwenda kupata neno kutoka kwa Mungu. Ilikuwa pia kuna watu wengine ambao walikuwa wanatumia nguvu ambazo sio za Mungu katika kutabiri, na ilikuwa ni kama pati ya biashara. Lakini sisi ndio maana tunaambiwa tunakuwa tuna utambuzi, roho ya utambuzi, ili tunapokuwa tunaenda kwa watu wa Mungu tunatakiwa tujue kwamba wanatutabiria neno kutumia nguvu gani. Hiyo ndio kitu ambacho haikuwa iko clear kwamba watu walikuwa not necessarily kwamba walikuwa wanajua kwamba utabiri unatumia nguvu za nani. Kwa hiyo nilikuwa nimependa tu kujikumbusha sisi wote kwamba sio kila mtu anayetoa unabii anautoa kutoka kwa Mungu. Amen. Amen. Right. Okay. Na kitu kingine ambacho pia wakati najifunza nikaona kwamba huyu msaidizi aliposema kwamba twende tukapata utabiri, waende kwa nabii, yani saa nyingine tunakuwa tu tunasikia kwamba kuna nabii fulani anatabiri, lakini yule nabii anaweza kama kweli ni mtu wa Mungu, anatumia nguvu za Mungu, lakini tunafuata tu ule utabiri, na sio kwamba tunaenda pale kufata au kumjua ile nguvu anayotumia kumjua Mungu mwenyewe. Kwa hiyo nikawa nimeweka hii tujikumbushe kwamba tuwe tunapokuwa tunatafuta, tusifate tu miujiza peke yake, bali tuwe tunatafuta kuelewa lile kusudi la Bwana Yesu, ambalo deep down Bwana Yesu alikuja hapa kwa sababu ya wokovu. Kwa hiyo tunapokuwa tunakwenda kutafuta unabii au tunatafuta miujiza, tuwe tunakumbuka pia Bwana aweze kutupa ile neema ya kumjua yeye na kupata wokovu ambao ndio uzima wa milele. Katika wakati tunasoma wakati tunasoma Matendo ya Mitume, kitabu Mathayo, wakati tunasoma Mathayo tunakumbuka kwamba kuna kipindi Bwana Yesu wakati amewalisha wale watu wakawa wanamfuata kwa wingi, kuna sehemu aliwaribuka akasema kwamba watu wanamfuata kwa sababu ya chakula na sio kwa sababu ya ile authority aliyokuwa nayo. Kwa hiyo yote inatukumbusha yote kwamba tunapokuwa tuna chase after unabii, tunapokuwa tuna chase after miujiza, tuwe tunakumbuka kumjua Mungu na nguvu zake yeye kama yeye, na hasa kwa habari ya uzima wa milele. Amen. Amen. Tunaona kwamba taarifa ziliachiliwa tu pale Sauli alipofika mwisho wake. Kwa hiyo hii bado tuko pale pale kwenye kumtegemea Mungu au kutegemea nguvu za Mungu au Roho Mtakatifu wakati wote, kwamba mara nyingi tunapokuwa tunatumia nguvu zetu, hata neno la Mungu linatuambia kwamba tusitumie nguvu zetu, ila tu tunamtegemea Mungu katika kila jambo. Kwa hiyo kuna umuhimu
wa kusalenda, kuna umuhimu wa kukubali kwamba sisi hatuna uwezo wa kufanya mambo hasa ambayo Mungu ametuwekea. Kwa hiyo ni ombi langu kwamba kwa kila mmoja wetu, kama Paulo alivyokuwa ameomba kwenye Waefeso 1:18 kwamba Bwana atufunulie macho yetu ya uelewa ili tuweze kujua lile kusudi ambalo Mungu ametuwekea au ametuitia ndani yetu. Amen. Na tunaweza kufanya hayo yote tukiwa tunategemea mwongozo wa Roho Mtakatifu. Pia kuna hiyo pointi ya msaidizi wa Sauli alizozitoa kuhusiana na mtu wa Mungu. Maana alisema sifa za mtu wa Mungu Samueli, ambaye alisema kwamba anajulikana kuwa mtu wa Mungu, anaheshimiwa, na alikuwa tunajua wote kwamba Samueli alikuwa anaheshimiwa kwa sababu ya integrity yake. Alikuwa na mwenendo mzuri, alikuwa na hofu ya Mungu, alikuwa ni mkweli na alikuwa ni mwaminifu. Kwa hiyo no wonder Mungu alikuwa anamtumia hata kumwambia, kwa sababu tunaona tu vitu vingi Mungu alikuwa anaongea na Samueli. Kwa hivyo hizi sifa hapa ni sifa za Samueli ambazo sisi kama watoto wa Mungu, sisi kama watu tunaomfuata Bwana Yesu tunatakiwa kuwa nazo. Amen. Amen. Kwamba watu wanapokuwa wanatuongelea, imagine Samueli hakuwepo pale, lakini habari zake zimefikia kwa msaidizi wa Samueli. Sasa hivi anamwambia Samueli kwamba ni mtu wa Mungu. Kwa hiyo na sisi watu watakapokuwa wanatuongelea, waweze tuombe neema, waweze kutuongelea sifa nzuri kwamba sisi ni watu wa Mungu, ni watu wa kweli, ni watu waaminifu, ni watu waadilifu. Amen. Lakini pia ukisoma katika Timotheo wa kwanza 6:11 inaelezea sifa za mtu wa Mungu. Anahitajika kuwa aina gani. Sikuandika zote kwa sababu ya muda, lakini katika Samueli wa kwanza 3:19 tulijifunza kwamba Mungu alikuwa na Samueli na hakuwa anaacha neno lake lolote lianguke. Kwa hiyo tunaona umuhimu wa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kwamba Mungu anapokuwa na wewe ataongea na wewe, na neno Mungu atakaoliachilia kwako halitaanguka chini, bali Mungu atalitimiza. Amen. Na katika Mathayo 24:35 pia tulijifunza kwamba maneno ya Mungu huwa hayapiti. Inasema kwamba neno la Mungu halitapita kamwe. Amen. Kwa hivyo tunaona kwamba yale maneno ambayo Samueli alikuwa akiyatoa, alokuwa anapewa na Mungu, yalikuwa hayapiti. Hiyo ni kudhihirisha kwamba neno la Mungu kamwe huwa halipiti. Amen. Amen. Tunafikiri habari ya nani nilishaliongelea, habari za kupeleka zawadi na dakika 5. 80 namalizia sasa hivi. Okay. Nilikuwa tu nimependa hiyo habari ya Sauli pia alitii, kama Sisana alivyosema kwamba alitii ushauri wa msaidizi wake. Nilikuwa nimeweka mstari wa Isaya 1:19 ambao unasema kwamba kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hivyo hivi ndivyo vitu ambavyo Samueli alipitia, kwamba kwa utiifu wake na uaminifu wake mpaka sasa ndio ulimpelekea yeye kukutana na Samueli, na tutaona huko mbele tutakavyoendelea itakavyokuwa. Naomba niishie hapa kwa sababu nimeshapitisha dakika 5. 80 kwa kupitisha muda. Narudisha kipindi kwa moderator. Asanteni sana. Amen. Asante Sister Ima, ubarikiwe sana. Karibu Sister Belinda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunaomba tufunge kipindi cha leo. Amen. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa muda mzuri sana ambao Mungu umetupatia kukaa miguuni pako, kujifunza kutoka kwako. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunakushukuru. Sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele.
Namkubali Yesu Kristu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.